Karibu mpenzi mtazamaji wa Afrimax Swahili. Hadithi hii mwanzoni inaweza ikakuacha na masikitiko makubwa sana, lakini kama endapo utakuwa mvumilivu na kuitazama mpaka mwisho, basi uso wako utajawa na tabasamu. Pamoja na mama yao kufanya mambo ya ajabu kwa watoto hawa, huwezi amini kile watu walichokifanya kwa vijana hawa. Usiondoke ili uweze kujua ni kipi kilijiri baada ya wao kuteseka. Ahangaha mubona turyamye. Ubu niho murara, niho mutuye, ubuzima bwose ni hano. Tujya gutera nk'impyisi iraza ikadutambuka ikirukanka ikagenda imokera hakurya iyo ngiyo natwe tukayihorera. Mpenzi mtazamaji, katika ulimwengu wa sasa, upendo wa mama unaweza ukaulinganisha na kitu gani? Kiukweli hakuna kitu cha kuweza kulinganisha na upendo wa mama. Na siku zote tumekuwa tukiona akina mama wakipambana kwa ajili ya maisha ya watoto wao ambao wanateseka, lakini safari hii imekuwa ni kinyume chake. Wanaume hawa wawili wamekuwa wakihangaika bila makazi kwa sababu ya mama yao mwenyewe. Wamekuwa wakimtafuta kwa miaka mingi sasa. Wamepitia safari ndefu kuliko ambayo yeyote kati yetu amewahi kupitia. Walitumia siku nyingi barabarani wakirudi kutoka mjini walikokuwa wamemfuata mtu aliyemchukua mama yao. Pengine sote tunajiuliza, wamepatwa na kitu gani na kwa nini mama yao alichukuliwa? Je, nani alimchukua na baba yao alikuwa wapi wakati haya yote yalipokuwa yanatokea? Kwa nini walilazimika kutembea zaidi ya kilomita 200 kwa miguu? Na hii ndiyo hadithi yao. Banyita Nakimana Claude. Nakimana Claude. Ngiye banyita Nishobora Jacques. Nishobora Jacques. Nuko mudusanze hano. Murabavandimwe. Turabavandimwe. Mukuru ninde? Mukuru ni Nishobora Jacques ngewe. Huyu hapa ni Jack, ana umri wa miaka 34. Huyu ni mdogo wake, anaitwa Claudi, ana umri wa miaka 32. Na ukiwaangalia unaweza kudhani kama Claudi ndiye mkubwa, lakini kulingana na wanavyosema hilo sio kweli hata kidogo. Dufite ababyeyi bombi, umwe yitaba Imana. Mfite girafrere wanje ajyana mukecuru amujyana i Kigali, biba ngombwa natwe ko tubakurikira. Kulingana na Claudi, anasema walizaliwa katika kijiji kimoja miaka mingi iliyopita. Waliishi na wazazi wao wote wawili na kila kitu kilikuwa sawa. Walikuwa kama kawaida hadi ukafikia wakati wao walipoanza shule. Lakini siku moja mambo yalibadilika kabisa. Asubuhi moja ambayo hawawezi kuisahau kamwe, walipoamka mapema walimkuta mama yao akilia, huku watu wengi wakiwa wamekusanyika karibu na nyumba yao. Walishangaa lakini hawakujua kwamba baba yao alikuwa amefariki. Ilikuwa kipindi cha huzuni kubwa sana, lakini kadri siku zilivyokuwa zinazidi kusonga, walianza kujifunza kuikubali hali hiyo, ingawa ilikuwa ngumu sana kwao. Siku moja mwanaume mmoja kutoka mjini alifika nyumbani kwao. Alidai kuwa ni ndugu yao, lakini hawa wawili hawakumjua. Hata hivyo walikaa kumsikiliza. Alisema kwamba ana nyumba mjini na alikuwa amekuja kumchukua mama yao kwa sababu kuishi peke yake imepelekea maisha yake kuwa magumu sana, hasa kwa kuwa hakuwa na kazi na mume wake alikuwa ameshafariki. Cha kushangaza, mama yao alikubali. Walihamia mjini na wakati huo Jack alikuwa na umri wa miaka 16 huku mdogo wake akiwa na umri wa miaka 14 tu. Walimuona mama yao akichukuliwa kwenda mjini, lakini hawakuweza kufanya chochote, hadi mpaka alipoondoka. Baada ya siku chache, waligundua kwamba hawawezi kuishi bila mama yao kwa sababu ndiye mtu pekee ambaye walikuwa yuko nao katika familia. Walikuwa na kiasi kidogo cha pesa na wakaamua kuondoka kwenda mjini kumtafuta. Hawakuwa na simu wala hawakujua mama yao yuko wapi. Hawakujua mtu yoyote mjini, lakini walipanda basi na kusafiri huko wakiwa na matumaini ya kumpata mama yao. Lakini kulingana na wanavyosema, walipofika mjini waliweza kukutana na janga kubwa. Hawakufanikiwa kumpata mama yao na walitumia siku kadhaa wakitangatanga mitaani huku wakimtafuta, lakini hakuna walichokipata. Pesa walizokuwa nazo ziliwaishia kwa sababu walikuwa wakitumia kununua chakula, na walipokuwa wanatumia kwa ajili ya kula, ikafika wakati wakakosa kitu chochote kile mfukoni. Sasa hawakujua cha kufanya.
Jackie na mdogo wake walianza kulala mitaani wakiwa na njaa kali, wakitarajia kwamba siku moja wangekutana na mama yao kwa bahati. Walisubiri kwa siku, wiki, miezi, lakini hawakuwahi kumpata mama yao. Badala yake, hali yao ilizidi kuwa mbaya zaidi. Walipofikia kiwango cha mateso yasiyovumilika, walitambua kwamba hawawezi kuendelea tena. Hapo ndipo walipoamua kurudi kijijini kwao kuendelea na maisha yao. Lakini safari hiyo iligeuka kuwa tukio baya zaidi katika maisha yao. Chaguo pekee walilokuwa nalo lilikuwa ni kutembea kwa miguu kurudi kijijini kwao, umbali wa takriban kilomita 205 sawa na maili 130. Ngo twagenda iminsi 6 ko ntago twibaga, ntitwari kubura n'uwo twiba. Twaravuze ati ntago twiba, reka dufate umuhanda wa leta tuze. Walianza safari yao ya kutembea kwa miguu kutoka mjini mpaka kijijini. Walitumia siku 6 njiani, lakini kwao siku hizo zilionekana kama miezi, kwa sababu hawakuwa na pesa za kununua chakula na njia waliokuwa wakiitumia kujikimu ilikuwa mbaya sana. Mara nyingi walilazimika kula mabaki ya chakula kilichokuwa kinaachwa na wateja mbalimbali kwenye mahoteli, na wakikosa huko walikuwa wakifuata chakula kwenye dampo la takataka. Baada ya kula, waliendelea na safari yao, ingawa safari hiyo ilikuwa ni ngumu sana kwao. Kajya tugera ku muhanda tugatoragura nk'agace kakumbati tukagahekenya, twagera ahantu hari itiyo ry'amazi tugafata amazi tukanywa, tuza birangira tugeze n'ahangaha Inyamasheke. Katika siku ya 5 ya safari yao walipotezana, viatu vyao vilichakaa vibaya na Claudia alilazimika kusimama ili kuvitengeneza. Jackie aliendelea kutembea bila kujua kuwa mdogo wake alikuwa amesimama. Usiku huo kila mtu alilala kivyake. Muhanda urukweto runshekeraho rwa Rugabire nayo nambaye. Uyu muhungu mu gihe akomeje ntiyamenya ko urukweto rwanshikiyeho, nge nshaka ukuntu narudoda. Ni gute utabimenye sikani mwari kumwe? Yari ari imbere, yari yanshigishije intambwe. Claudia alilala katika mtaro kando ya barabara. Asubuhi iliyofuata alipata bahati ya kukutana na dereva wa basi aliyemuona akitembea na akaamua kuzungumza naye. Claudia alimuelezea hali yake na dereva huyo aliamua kumpa lifti hadi mahali alipokuwa akienda. Katika safari yao walimuona Jackie akitembea kando ya barabara na walisimama kisha wakamchukua. Hiyo ilikuwa siku ambayo hawawezi kuisahau. Ngira shoferi ati dore wa muvandimwe wanjye wampereye ku Kibuye. Uyu muhungu shoferi araparika, araza amushyira mu modoka, abwira nabo bagenzi ukuntu twaturutseyo. Abiria waliokuwa ndani ya basi waliwahurumia na kuwanunulia chakula, kitu ambacho walikuwa hawajawahi kula kwa muda mrefu, na hiyo ni kwa sababu muda wote huo walikuwa wakila mabaki tu. Hivi ndivyo walivyofanikiwa kurudi kijijini kwao. Lakini walipofika walishangazwa sana. Nyumba yao ilikuwa imebomolewa muda mrefu uliopita. Jackie na mdogo wake hawakujua waende wapi tena. Hapo ndipo walipoanza kuishi katika machaka, na mpaka sasa ndipo wanapoishi. Ibikoko ntibishobora kubatera nijoro muryamye bikabarya. Ibikoko usanga biri kwatambuka, ariko twakibona ntitugitere nk'ibuye. Umwe araryama nk'amasaha 4 cyangwa 5, undi akaba yicaye akaba murindiye nk'umutekano, undi akanguka kongera akaryama. Kila mara wanaogopa wanyama wakali wanaoweza kuwavamia. Wanalazimika kulindana usiku kucha, kwa sababu hiyo ndio njia pekee ya wao kuendelea kuishi msituni. Nguo alizovaa ndio hizo ambazo wanazo, na ni miaka mingi sasa tangu avae nguo nyingine. Arukuntu mfata agasabune ngahita ko manuka ku mugezi uri hariya, ngahita ko nkuramwe imyenda nk'umusore, ngahita ko nyifura, namara kuyifura ngahita nyakamura, ngahita nanayambara, ubundi ngakomeza. Kila siku huenda mtoni kufua nguo zao na kuzivaa zikiwa bado zina unyevunyevu, yaani bado mbichi, na ndipo hapo mtoni wanapooga. Tubonye nkaho tuba, urabona ko mudusanze nta n'agapantaro tuba dufite, umuntu akabona nk'utwo twenda wenda akajya abona ahantu ataha hameze neza. Baada ya kukutana nao, waliomba jamii kuweza kupata sehemu ya kuishi, kwa sababu maisha ya msituni kwao sio salama hata kidogo, na wanaweza kudhurika au hata kupoteza maisha.
na ndio maana tuliweza kukutana nao kwa mara ya kwanza na kuweza kuhimiza watu waweze kuwasaidia ili kuweza kubadilisha maisha yao. Jambo la kushukuru Mungu ni kwamba watu walijitokeza na kuwasaidia na mabadiliko yaliweza kutokea kwenye maisha yao, na tukiwa kama Afrimax tuliweza kuondoka na kurudi kwa mara ya pili. Unataka kujua ni kipi kiliendelea baada ya wao kupitia mateso kwa muda mrefu? Na hivi ndivyo ilivyokuwa. Ndugu wawili wamekuwa wakiishi maisha magumu bila makazi, na waliishi kwenye shimo kwa miaka 20. Ahangaha mubona turyamye. Ubu niho murara, niho mutuye, ubuzima bwose ni hano. Walikuwa wamepoteza matumaini ya kuishi maisha mazuri kwa sababu hawakuwa na pesa. Baada ya kuwatembelea na kuisikiliza hadithi yao, watu mbalimbali walichangia pesa na sisi tukawafikishia fedha hizo na kuwapa nyumba ya kuishi. Na huu ndio mrejesho. Banyita Ntakimana Claude. Jack mwenye umri wa miaka 34 ndiye kaka wa Claudi, na Claudi ndiye mdogo. Waliishi maisha ya kawaida lakini hayakudumu, kwani walijikuta wakiwa yatima kwa kumpoteza baba yao wakiwa wadogo. Dufite ababyeyi bombi, umwe yitaba Imana. Mfite grafreri wanje ajyana mukecuru amujyana i Kigali, biba ngombwa natwe ko tubakurikira. Na huu ndio ukawa mwanzo wa mateso. Baada ya siku kadhaa, alikuja mgeni mmoja na kujitambulisha kuwa ni binamu yao, na kuwaambia kuwa mama yao inabidi aende kuishi mjini na hawakuruhusiwa kumfuata. Siku moja waliamua kwenda mjini kumtafuta mama yao, lakini hawakumpata, kwani hawakujua sehemu anapoishi. Ilikuwa ni jambo la kushangaza kwa vijana hao kuchukua jukumu hilo, kwani walikuwa bado ni wadogo. Waliamua kurudi kijijini kwao kwa miguu kwa sababu hawakuwa na pesa za usafiri. Safari hii ilichukua muda mrefu kuliko walivyotarajia. Twagenda iminsi 6 uko ntago twibaga, ntitwari kubura n'uwo twiba. Twaravuze ati ntago twiba, reka dufate umuhanda. Kwani wangekuwa na pesa wangefika nyumbani mapema. Umuhanda tugatoragura nk'agace kakumbati tukagahekenya, twagera ahantu hari itiyo ry'amazi tugafata amazi tukanywa, tuza birangira tugeze n'ahangaha. Lakini kuna siku ambayo katu hawataweza kuisahau. Turunshikiraho rwa Rugabire naye nambaye. Uyu muhungu mu gihe akomeje ntiyamenya ko urukweto rwanshikiyeho, nge nshaka ukuntu narudoda. Nigute tabimenye sikandi mwari kumwe? Yari imbere, yari yanshigishije intambwe. Walipofika nyumbani, hali ya pale nyumbani ilikuwa mbaya sana, kwani walikuta nyumba yao ikiwa imebomolewa na hawakuwa na pesa za kujenga nyumba hiyo. Waliamua kuishi hapa kwenye kichaka kinachoonekana kama shimo, na kwa kuwa ni kichaka, muda mwingine wanyamapori hutembelea maeneo hayo muda wa usiku. Ahantu ibikoko ntibishobora kubatera nijoro muryamye bikabarya. Ibikoko usanga biri kwatambuka, ariko twakibona ntitugitere nk'ibuye. Umwe araryama nk'amasaha 4 cyangwa 5, undi akaba yicaye, akaba murindiye nk'umutekano, undi akanguka kongera akarya. Kukosa nyumba inamaanisha kuwa wamekosa material ya kujengea. Hii imepelekea maisha yao kuwa magumu sana. Muda mwingine ni ngumu kuoga kutokana na sehemu hiyo kuwa wazi. Wanachokifanya ni kwenda mtoni kuoga pamoja na kufua. Ukuntu mfata agasabune ngahita ko manuka ku mugezi uri hariya, ngahita ko nkuramwe imyenda nk'umusore, ngahita ko nyifura, namara kuyifura ngahita nyakamura, ngahita nanayambara. Ubundi tulipowatembelea walikuwa wanaishi maisha yasiyoridhisha, kwani hawakuwa na pesa za kumudu chakula cha kila siku, nguo na mengineyo. Msaada mkubwa walioutaka ni kusaidiwa kupata nyumba, na hiyo ikawa si rahisi kwao kupata, na waliomba pesa kidogo kwa ajili ya biashara.
Leo tumefunga safari ndefu kurudi kuona ndugu hawa wawili wanaoishi kwenye shimo. Tuliwakuta wamejaribu kujenga kitu kama nyumba, lakini si sehemu sahihi kulala binadamu. Wanasema walitafuta miti michache na kujaribu kuwezeka, lakini hata hivyo wao wanaona kama wameweza kujenga. Kwao ni mafanikio makubwa, ingawa baadhi ya watu ambao hawajui maisha ya ndugu hao wanajua sehemu hiyo labda ni choo, lakini ndipo walipoishi vijana hawa. Leo tulipata muda wa kuwatembelea tena na tulimkuta Cloud ambaye ni mdogo wake na Jackie. Jackie yeye alitoka kwenda kutafuta riziki. Anasema maisha ya hapa nyumbani ni magumu kutokana na kutokuwa na pesa, lakini Mungu anasaidia. Pia wameshindwa kupata mtu ambaye angewafundisha ujuzi wowote bila malipo ili waweze kujitafutia riziki. Ndugu hawa wanahitaji sana msaada kama vile nguo, chakula na malazi. Baada ya ziara yetu ya kwanza, tulilazimika kufungua kampeni na watu tofauti walichangia katika kutoa msaada wa ndugu hawa wawili. Ndiyo maana tuliamua kuwaletea fedha zilizokusanywa ili waamue nini cha kufanya. Pesa hii kwani inaweza kuwasaidia kwa njia nyingi tofauti. Lakini haikuwa hivyo tu, bali walihitaji nyumba ili kuweza kuishi salama na kuepukana na wanyama wakali usiku. Ndabashimiye cyane mungejejeho ubutumwa bwa Frumagisi uko nanjye mwari musanze ndi mu buzima nanjye bubi, musanze mukuru wanjye nawe yagiye gushakira. Anasema yeye na kaka yake hakuna kitu anachokipanga kikafanikiwa. Wao wanahisi wamelaaniwa, kwani wanaishi maisha ya umasikini uliokithiri. Wakati wanakuwa, walijaribu kufanya shughuli mbalimbali ili kuweza kupata pesa, lakini hawakufanikiwa. Ndiyo maana tuliamua kuwaletea fedha zilizokusanywa ili waamue nini cha kufanya. Pesa hii inaweza kuwasaidia kwa njia nyingi tofauti. Anaanza kwa kumshukuru Mungu na kila mmoja aliyeona hadithi yao na kuguswa na kuamua kufanya kitu ambacho kimebadilisha maisha yao, kwani hawakuwahi kufikiria kwamba siku moja wangeweza kuishi maisha mazuri kama wanayoishi katika nyumba hii. Sisi twagarukiye mu kabiri primaire. Ntabwo mbizi neza. Pesa hizo pia watatumia kufanya mambo muhimu katika maisha yao. Wanasema kuwa maisha yao yalibadilika pamoja na kuishi maisha magumu wakati wa utoto wao, ambayo yalipelekea kuacha shule ya msingi. Hivyo ni kama hawajawahi kusoma, lakini wanatumaini kwamba pesa hii itawafanya kuishi vizuri na sio kama mwanzoni. Jackie na Cloud bado wanahitaji mengi ili kuendelea kuishi vizuri. Mpenzi mtazamaji, kulingana na kisa hiki tunaweza kujifunza kwamba kunapokuwa na changamoto basi ni lazima kuwe na mlango wa kutokea. Hivyo uvumilivu ni jambo jema sana katika maisha. Tuishi tukimwamini Mungu kwamba anaweza kufungua njia pale pasipokuwa na njia. Asante kwa kutazama. Hii ni Afrimax na mimi ni Francis. Usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu.